kwa daraja letu tukikutana na timu ambayo sio daraja letu na ikafanikiwa angalau kukunja alama moja, tunawasifia kwa sababu wamefanya homework yao vizuri, wamejitathmini vizuri, na siku ya mchezo wametekeleza majukumu yao vizuri. Ndio kitu ambacho timu kubwa zinafanya ili kuheshimu timu zingine. Lakini so disappointed kwamba tulikuwa kwenye wakati ambao tunaweza kumaliza mchezo pengine dakika 10-15 za kwanza kwa nafasi ambazo tulipata, lakini ikawa tofauti. Mashujaa always wakiwa wanacheza nyumbani wanakuwa wako vizuri sana. Physique wanacheza kwa ugumu. Bahati mbaya sana haikuwa siku nzuri kwetu kazini kwenye mchezo uliopita, na angalau ilikuwa ni siku nzuri kwa wenzetu ambao wamefanikiwa kukunja alama moja. Sasa hivi tunaendelea, tuna maandalizi ya mchezo unaofuata, kwa sababu tuna mechi nyingine ngumu sana ambayo inakuja tarehe 1 dhidi ya Singida Black Stars. Lakini baada ya hapo tuna mchezo mwingine dhidi ya Simba Sports Club ambao unachezwa nyumbani. Sasa the worst part ni kwamba inabidi tucheze kwanza away dhidi ya Singida, alafu turejee nyumbani kucheza dhidi ya Simba. Ukianza kuchukuliwa na upepo wa kwamba tunajiona vipi, tuko wapi, tunafanyaje kwenye mchezo uliopita, hizo ni mindset ambazo timu nyingi ndogo ziko nayo. Msingi ni kuiona timu imemaliza kwenye raundi ya kwanza bila kupoteza mchezo. Lakini si uwiano ambao unatupendeza hata sisi kusema kweli, kwa sababu ukiwa mpata sare 8 na kupata ushindi kwenye mechi 7, lazima kuna kitu ambacho kinakutengeneza hapo kwamba either umekuwa average, either kuna kitu hakiko sawa, ambayo in reality mwalimu tumezungumza naye anasema kwamba ni vitu ambavyo anavifanyia kazi na taratibu atarudisha kile ambacho anatamani kukiona yeye kwenye timu. Mkiangalia mechi ambazo mmecheza mpaka sasa na mechi nyingi mmetoka sare, kwa maana mmepata alama moja, mnajiweka bado kwenye nafasi ya kuwania ubingwa kimahesabu? Of course bado tuko kwenye hiyo run, kwa sababu unajua jambo la kwanza na la msingi ni kile ambacho umekipata kuliko kile ambacho watu wanakitarajia. Hilo ni jambo la kwanza. Na ukiangalia msimamo ulivyo wa ligi kuu mpaka sasa hivi, kinara na pointi 37, sisi tuko nafasi ya pili tuna pointi 29. Kuna wanaofuata kwenye nafasi ya tatu wakiwa na alama 28 na wana michezo 13, maana wana faida ya kuwa na michezo miwili mkononi. Ukiliangalia gap la nafasi ya pili na ya tatu licha ya michezo bado ni mtu ambaye anafikika, na ukiangalia ambaye ni kinara na sisi ambao tunafuata, ikiwa tumelingana alama kuna pointi 8, na huko tunakoenda kuna mechi 15 ili kuweza kukamilisha msimu. Kwa hiyo bado Azam FC ni title contender, bado ni timu ambayo iko kwenye mapambano ya ligi kuu. Bado ni timu ambayo inaweza kufikia malengo ambayo tumeyaweka kama club kwa msimu huu, na tunawaahidi tu mashabiki wetu tutaendelea kupambana mpaka tone la mwisho. Tuangalie nyakati zitaamua vipi, lakini tunaona bado tuna nafasi ya kutoa ubingwa. Ndio, mna nafasi ya kutoa ubingwa bado kimahesabu kama ambavyo unazungumza, lakini kwa hali jinsi inavyoonekana kikosi chenu wakati kinaingia kabla ya mechi ni vigumu kukitabiri kwamba kinakwenda kupata ushindi, haijalishi mnacheza na kina nani. Kwa sisi ngoja nikwambie kitu Katanga pamoja na wasikilizaji wa UFM kwamba tofauti yetu sisi sasa na timu zingine ndio iko hapo. Wangekuwa ni wenzetu huko kwenye matimu mengine ambayo yanatajwa kama title contenders, obvious lazima wangelalamika saizi. Lakini kiukweli ni kwamba ratiba imekuwa ni ngumu, safari za hapa na pale kama ya kwetu pamoja na ugumu wake, lakini mechi nyingi ni za away. Wachezaji wetu wengi wamechoka, lakini hautamsikia mtu yote akilalamika, hutasikia viongozi wakilalamika wakisema, na hii nimeisema tu ili kuwapa moyo wachezaji wetu kwamba tunathamini sana wanachokifanya. Benchi letu la ufundi tunalithamini sana kwenye kazi ambayo anatufanyia, kwa sababu kiukweli ratiba ni ngumu kuanzia za mechi pamoja na safari, lakini tunajua kwamba tuko kwenye mapambano. Tunajua kwamba sisi ni wa kiume, tunajua kwamba sisi ni timu ambayo ina kaliba ya ubingwa. Kwa hiyo tutapambana kuhakikisha kwanza tunakamilisha majukumu yetu, hayo mengine yanakwenda baadaye. So kudos sana kwa timu, imekuwa ikifanya kazi nzuri, viongozi, team coordinators na kila mtu, wachezaji wetu. Hawa ni mashujaa ambao
wamekuwa wakipambania bendera ya timu yetu kwa 100%. Mashabiki wetu wamekuwa wakitupa pressure, wanatushangilia tunakoenda. Mkifanya vibaya wanalalamika, kwa sababu kufanya vibaya kwa timu kubwa ni kutoa sare, wanalalamika. Kwa hiyo nichukue tu nafasi hii kuambia kwamba wachezaji wao wanavuja jasho kwa 100% kwa ajili ya timu, mbali na ratiba zote. Kwa mfano, hivi tunavyozungumza klabu imesafiri na basi kutoka Kigoma mpaka Dodoma, ambako tutaunganisha na treni ya mwendo kasi kurudi Dar es Salaam. Wakati wa kwenda tumetoka kucheza mchezo mgumu dhidi ya Young Africans, kapanda ndege mpaka Kigoma, bado recovery ni ndogo, tumekaa siku 2 tu, tumecheza mechi. Tumetoka hapo, imagine tulipaswa pia kucheza dhidi ya Singida, lakini good news ni kwamba tumepewa taarifa kwamba mchezo umesogezwa mpaka tarehe 1. Kwa hiyo mchezo wetu wa jana dhidi ya Mashujaa ndio ulikuwa mchezo wa kufungia raundi ya kwanza mpaka pale ambako ligi itarejea tena. So tunaamini ni wakati mzuri pia kwa wachezaji wetu kufanya recovery na mwalimu kujitathmini kwa kile ambacho amekifanya kwenye raundi ya kwanza, ili tuangalie tunaianza vipi raundi ya pili. Sawa. Kocha Florent Ibenge anasema nini anakipitia mshambuliaji wenu Jephte Kitambala, manake urafiki wake na nyavu umeanza kusuasua hivi? Hiyo nafikiri ni wao wenyewe. Sijapata nafasi ya kuzungumza naye hapa ili kujua pengine ni kitu gani, lakini tukizungumza tu kawaida, kwa mtu ambaye amezoea nyama kwa mwezi mzima alafu ghafla zikaangukia dagaa, lazima ajiulize kwamba vipi mahusiano yake na Mwenyezi Mungu yakoje, vipi jitihada zake kwenye utafutaji zikoje, vipi matajiri wake alikuwa akizungumza nao vipi. Kwa hiyo nafikiri ni kipindi cha mpito ambacho kila mchezaji anaweza akapitia, na najua ni kitu ambacho obvious kitakuwa kinamuumiza mchezaji ambaye amezoea kufunga tu mfululizo, alafu upepo wa kufunga ukawa umekata. Lakini good enough ni kwamba tumekuwa na backup nzuri ya Jean-Jacques ambaye amekuwa akifanya kazi nzuri pia. Amecheza mechi 6 sasa na magoli 4, sio kitu kibaya. Na again inawezekana pia ikawa masuala ya uchovu yanachangia kutokana na maratiba hayo na nini. Kwa hiyo kizuri ni kwamba wachezaji hawa wanakwenda kwenye mapumziko hayo mafupi, wakirejea watarejea wakiwa bora, watarejea wakiwa imara, na tutaendelea. Ndio, kwa mfano wako huo, maana yake Jephte Kitambala anapaswa ajitafakari. Na imani kwamba kuna wakati mgumu anapitia, hasa ukiwa striker ambaye umezoea kufunga. Si kwamba ana wakati mgumu tu kwa yeye alivyo, hapana. Ndio kile ambacho nimekisema kwamba ikiwa umezoea kula nyama alafu ghafla tu dagaa mfululizo, lazima pia ujiangalie kwamba mahusiano yangu na Mungu yakoje, jitihada zangu kwenye utafutaji wangu zikoje. Umenielewa? Sijui nimekuelewa. Ndio kitu ambacho kiko hapo. Kwa hiyo akiwa kama striker ambaye anajua anatakiwa kufunga alafu ikapita mechi 2-3 bila kufunga, lazima uwaze kweli kama striker, na lazima ikuumize hiyo hali kwamba inawezekanaje mpaka leo sijaambua chochote kitu.